Na maana uchungu wa mwana ujuaye ni mzazi. Tunatumai kwamba watampata mwana wao akiwa salama salmin. Na familia ya Daniel Nderitu, raia aliyeuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi jijini Nakuru, imevunja kimya chake na kusimulia saa zake za mwisho kabla ya kukumbana na mauti. Huku akishutumu polisi kwa kuhusika na mauaji hayo, baadhi ya mashahidi waliokuwa katika eneo la mkasa wameeleza jinsi mzee huyo wa umri wa makamu alipigwa risasi na maafisa wanaodaiwa walikuwa wakichukua hongo kutoka kwa wakazi. Ruth Samuel Chesenge ana mengi zaidi. Familia ya Daniel Nderitu mwenye umri wa miaka 47 ina machungu tele kufuatia mauaji ya jamaa yao Jumatatu wiki hii. Walikuwa polisi wanne. Patrick Kariuki ni mmoja aliyeshuhudia jinsi baba huyo watoto 5 alifariki baada ya polisi kuhitilafiana na wakazi. Ile kuresist kuingia kwa Land Cruiser, polisi alitoa chuma ama hii magiokore hiyo Masai akampiga huku kwa mgongo. Raia waliona ubaya na wakapiga nduru. Lakini walimfungua ile pingu. Walifungua kijana pingu. Lakini sasa walikuwa shapiga risasi 3 juu. Lakini hizi mbili ule mama juu ya nini hakuweza, alipoint hivi. Hapo ndio penye walishikia dano wetu. Alipigwa kifua na akapigwa hapa. Daniel aliuawa mita chache kutoka makazi yake, jambo lililofanya wakazi kuandamana kwa siku 2 zilizopita mfululizo wakishutumu mauaji yake. Auzaki bangi, avute sigara, auzaki changama busa, mimi sijui wamemuuliza nini, sijui wamemuua kwa nini. Ni kijana hana maneno, anaka ukorofi, ni mpole. Naona alikuwa ameenda kupiga changarawe yake pale chini apate daily bread ya watoto wake. Isitoshe, wakazi wa eneo hilo wanalalamikia kukandamizwa na polisi mara kwa mara wanaodaiwa kufika eneo hilo kuchukua hongo kutoka kwao. Kuna wengine wanaweza kuja asema hapa hivi ati sisi ndio tunafaa tulipia watoto school fees. Tunashindwa kwani sisi tunanga watoto? Mke wa Daniel aliaga mwaka 2023 na mwanawe mmoja kufariki mwaka jana. Sisi tunaomba haki yetu, achana na sisi na maisha yetu, tusumbui, atuandamani, atufanye chochote, ni wanatuulizaga. Tumerekodi statement report. So far watu 4 ndio wamerekoda na kuna wengine willing zaidi ya 10 kwenda kuandika statement. Makumi ya maafisa wa polisi walikuwa wanashika doria katika maeneo tofauti ya London Estate, wengine wakikita kambi kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Kabarak kudhibiti kufungwa kwake. Watu wamefunga biashara. Ukiangalia hapa watu hakuna, kwa sababu wako na ile uoga ya kuwa pengine tena kutatokea shida kama ile achana. Mwili wa Daniel utafanyiwa upasuaji hapo kesho kubaini chanzo cha kifo chake. Ruth Samuel Chesenge, NTV.